Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Nyang'hwale mkoani Geita, Alhaji Adamu Mtole, ameendelea kuhimiza maendeleo katika wilaya hiyo kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali. Katika tukio hilo, Mtole alihudhuria ufunguzi wa nyumba ya kulala wageni inayomilikiwa na kikundi cha vijana wachapakazi kutoka kata ya Nyaburanda, ambapo mradi huo uliofadhiliwa kwa kiasi kikubwa cha fedha za 10% zilizotolewa na halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale chini ya mkurugenzi mtendaji Husna Tone. Mtole amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya CCM na serikali katika kuleta maendeleo ya kijamii, ambapo aliwahimiza wanachama na wananchi kwa ujumla kutumia fursa zinazotolewa na serikali kujikwamua kiuchumi ili kuboresha maisha yao. Naomba niungane na nyinyi kwanza kabisa, awali ya yote, kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa afya, uhai siku ya leo. Tumeweza kuiona tukiwa na afya njema, lakini pia tumeweza kushiriki kwenye tukio kubwa kabisa hili la kihistoria. Ni ukweli usiopingika. Ndugu zangu, ninayo furaha isiyokuwa na kifani, kwanza kwa mwitikio, lakini kwa mwaliko. Ndugu zangu, hapa tuko matabaka aina mbalimbali. Si kwamba tu tumekuja kwa utashi, bali tumeguswa na shughuli ya leo ambayo leo ni mahususi. Na ndiyo maana kuna kila magrupu hapa. Kuna vikundi, kuna wanasanaa, lakini pia kuna wale watani wa jadi. Yanga oye! Simba mbona nibania? Sijasikia vizuri, narudia. Atakayeshinda huyo huyo. Yanga oye! Simba oye! Asante sana. Ndugu zangu, nitumie nafasi hii nimshukuru sana kijana wangu, mpwa wangu Mustafa Tura kwa kunipa heshima kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii ya leo. Sio jambo dogo. Unapopewa ugeni rasmi ni heshima isiyokuwa na kifani. Yawezekana sie tulioko hapa ni zaidi ya watu 1000. Mimi kati yenu ndo nikabahatika kupewa hii heshima. Kwa hiyo nasema kwamba asanteni sana watu wa kamati pamoja na familia. Ndugu zangu, naomba nitumie nafasi hii niwape salamu za watu wawili. Namba moja, pokeeni sana salamu kutoka kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Wote mnajua. Ni kweli usiopingika. Na ndiyo maana mimi kama mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, tarehe 19 na 18 tulikuwa Dodoma. Tulienda kufanya maamuzi magumu. Na bahati nzuri mkutano wetu ulikuwa live. Wote mlikuwa mnafuatilia. Tulienda kumpa ridhaa tena ya kwenda kutuongoza miaka 5. Kwa sababu gani? Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa sana ndani ya Tanzania, lakini hususan kwenye jimbo hili la Nyang'hwale na ikiwemo Nyashiranga. Ndugu zangu, ni ukweli usiopingika. Nina kila sababu za kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtakumbuka viongozi wa kiroho mlioko hapa. Kuna Waislamu, lakini kuna Wakristo. Kiongozi yeyote yule wa kiroho, unapoenda kufanya ibada ndani ya waumini wako, usimtaje shetani, hiyo ibada itakuwa haijakamilika. Kiongozi yeyote yule wa kiroho, unapoenda kufanya ibada, usimtaje aliyefanya mema. Kwa wenzetu mnamtaja Yesu, sisi kwetu tunamtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ibada ujue haijakamilika. Nina kila sababu ya kuzungumza hivyo ndani ya halaiki hii. Mambo makubwa
ambayo yamefanywa na serikali yetu. Japokuwa muda hautoshi, nitagusa kila sehemu. Ndugu zangu, nimesema Dr. Samia Suluhu Hassan tulimpa mitano tena tuongoze. Ni kwa sababu tumeridhishwa na uchapakazi wake ndani ya miaka minne. Ni ukweli usiopingika. Tanzania haijawahi kutokea mwanamke kufanya kazi kama hiyo aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo mengi yamefanywa. Ukizungumzia miradi ya kimikakati, lakini tuna reli ya mwendo kasi ambayo tayari imeshaanza kazi. Kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Dodoma. Sasa hivi ni mtelezo. Zamani tulikuwa tunatumia masaa zaidi ya 12 mpaka 16 kwenda Dar es Salaam. Lakini leo hii ukifika Dodoma, kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam ni masaa 3. Unaingia Dar es Salaam watu maduka hayajafunguliwa. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ukiangalia tuna mradi mkubwa wa kimkakati, daraja la Kigombo Ferry Busisi. Lililogharimu takriban bilioni 700. Sasa hivi liko kwenye 98%. Ndani ya mwezi ujao tutaanza kulitumia. Watembea kwa miguu tutapita hapo hapo. Wenye magari tutapita hapo hapo. Hata ukitaka kufunga harusi mmeoana unaenda kupiga picha pale. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini nizungumzie kwenye eneo letu la Nyashiranga. Tulikuwa na shule yetu hapa mpya Nyashiranga ambayo tulianzisha. Mimi na nyinyi mnakumbuka. Tulifanya mchango wa kuchangishana kidogo kidogo, mwenye 10 mwenye 200 na hatimaye tukaanzisha utaratibu wa kujenga shule. Leo hii watoto wanasoma pale wako kwenye darasa la 5. Na mwakani serikali tumejipanga, tumekusudia tunaenda kujenga madarasa mawili, kuanzia juu, kuanzia chini mpaka juu tunaenda kukamilisha wenyewe. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kama haitoshi, mwaka huu tayari tumeleta fedha pale kwenye hiyo shule. Kuna milioni 30 lakini kuna bachi 40. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwake Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kama haitoshi, tuna barabara inayotoka Ibambira kwenda mpaka Nyamikoze, mkandarasi yuko site. Na jana kwenye kikao nimehoji, mbona kazi inasuasua? Na nimefika site nikakuta mitambo yake ni mibovu. Nikawaambia huyu mkandarasi amekosa sifa. Natoa deadline ndani ya mwezi mmoja amekamilisha huu mradi. Na tayari fedha zilishatengwa, zilishatoka milioni 124. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kama haitoshi, barabara yetu ya kutoka hapa Nyashiranga kwenda Nyang'ombe Someri mpaka Bukayaga yenye takriban kilomita 8 iko kwenye mpango wa mwaka 2025-26. Mradi utatekelezwa. Kwa hiyo ndugu zangu ambao watakuwa wanatoka hapa kwenda Kamena, Mnadani na Bukayaga itakuwa ni mfelezo. Lakini kama haitoshi, tuna barabara ya kutoka Mwingiro Center kwenda Sengerema mpaka Rubando Nyamigogo iko kwenye mpango 2025-26 tunaenda kuitekeleza. Lakini kama haitoshi, kuna barabara ya kutoka Nyashiranga hapa kwenda mpaka Kaseme iko kwenye mpango tunaenda kuitekeleza. Sasa hivi iko kwenye manunuzi. Nani kama Samia? Ndugu zangu, ni vitu vingi vya kuzungumza, lakini shule yetu ya sekondari hapa Idetemia tumeweka milioni 10 ajili ya matundu ya choo. Ndugu zangu, hapo Idetemia tumeweka madawati yenye thamani ya milioni 12.5. Sasa hivi tayari wanafunzi wanakaa kwenye madeski. Kwa hiyo ni mambo mengi rukuki ambayo ni ya maendeleo ya kimikakati imefanyika. Mimi na nyinyi wote ni mashahidi. Ukienda kuyazungumzia mazuri yanayofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwa kweli muda hautoshi. Ndugu zangu, nina kila sababu ya kupongeza, lakini pia nina kila sababu nimshukuru sana mheshimiwa diwani huyu hapa. Huyu hapa. Diwani na mheshimiwa mbunge. Na mbunge leo yuko bungeni kwenye kamati ajili ya maandalizi ya kikao cha bajeti kitakachoanza hivi karibuni, na mwezi wa 6 tunaenda kumaliza ngwe. Mheshimiwa diwani wenu huyu pamoja na mbunge wanafanya kazi kubwa sana. Wao ni wazuri sana. Mheshimiwa diwani ni mzuri, lakini mheshimiwa mbunge ni mzuri. Lakini mimi ndo mzuri zaidi kuliko wao. Sababu mafungu yote ili kuyapushi ni lazima mimi huwa naweka kichwa chake. Mheshimiwa diwani atakuwa shahidi. Wao wanapokuwa na ajenda yao wanaileta mezani. Vikao vyao vyote vinaanzia kwenye chama, kwenye caucus. Wanapoleta hoja mimi ndo nazipushi, na muita mkuu wa wilaya na muelekeza kwamba nataka 1 2 3. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa wanapenda kwenye baraza ni kwenda kumalizia tu. Lakini mheshimiwa diwani tunakushukuru sana. Zamani kata ya Nyablanda ilikuwa inaitwa ni kata ya kanda maalum. Ni ukweli usiopingika. Umeweza kufungua njia na umekuwa ukinisumbua sana.
Na mimi nimekuwa msaada mkubwa sana kwako. Baadaye ukipata muda utaeleza wananchi hao. Mheshimiwa Diwani, tunakushukuru sana. Lakini hata mahusiano yamerudisha makubwa sana. Zamani kulikuwa na Unyashiranga, Unyabulanda, Ujabujura si wapi, lakini siku hizi hayo hayapo. Sasa tunaenda kutengeneza Nyabulanda mpya. Ndugu zangu, tukishikamana, tukaungana, mambo yataenda. Mafanikio haya ni sehemu ya juhudi za pamoja na viongozi hawa katika kuboresha huduma za kijamii na kuleta maendeleo endelevu katika wilaya ya Nyang'hwale. Nikiripoti matukio kutoka wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, mimi Paulo Kayanda, Kahama TV.